Israel inaripotiwa kuharakisha mashambulizi dhidi ya shabaha muhimu nchini Iran kutokana na hofu kuwa rais wa Marekani Donald Trump anaweza kusitisha vita ghafla. Kwa mujibu wa ripoti ya The New York Times, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameliagiza jeshi kushambulia kwa haraka sekta muhimu za kimkakati za Iran ndani ya saa 48. Viongozi wa Israel wanaeleza kuwa hawana imani kuwa mpango wa Marekani wenye vipengele 15 utaondoa kikamilifu tishio la nyuklia la makombora ya ballistic la Iran. Netanyahu alisisitiza kuwa operesheni ya kijeshi inaendelea kwa nguvu kamili licha ya taarifa za vyombo vya habari. Akizungumza na viongozi wa serikali za mitaa wa eneo la mpaka wa kaskazini, Netanyahu alisema tishio la uvamizi wa Hezbollah kaskazini mwa Israel halipo tena. Aliongeza kuwa Israel inaongeza ukanda wa ulinzi nchini Lebanon na inalenga kuivunja Hezbollah. Pia alisisitiza kuwa Israel itaendelea kulinda jamii ya Druze nchini Syria. Wakati huo huo, Iran imekataa pendekezo la Marekani la kusitisha vita. Afisa mmoja mwandamizi wa kisiasa na kiusalama ameiambia Press TV kuwa vita vitasitishwa tu kwa masharti ya Tehran na kwa ratiba yake. Iran imeripotiwa kuweka masharti kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa kwa haki yake juu ya mlango wa Hormuz, kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake, fidia ya vita, dhamana kutorudiwa kwa mapigano, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo. Iran pia imekataa mipaka yoyote kwa programu yake ya makombora na kudai kufungwa kwa kambi za Marekani katika ukanda huo. Hata hivyo, afisa mwingine wa Iran aliambia Reuters kuwa majibu ya awali ya Tehran hayakuwa chanya, lakini pendekezo bado linachunguzwa. Majibu ya Iran yamewasilishwa kwa Washington kupitia Pakistan. Kwa upande wake, msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt amekanusha kuwa mazungumzo yamekwama. Mazungumzo yanaendelea, ni yenye tija na yanaendelea, alisema, akionya kuwa baadhi ya taarifa za vyombo vya habari kuhusu mpango wa vipengele 15 si sahihi kabisa. Leavitt pia alisema Marekani iko mbele ya ratiba katika operesheni yake dhidi ya Iran. Alisema awali walikadiria operesheni hiyo kuchukua wiki 4 hadi 6, lakini baada ya siku 25 maendeleo yamekuwa makubwa kuliko ilivyotarajiwa. Aliongeza kuwa Rais Trump yuko tayari kusikiliza diplomasia, lakini alionya kuwa Iran lazima iachane na malengo yake ya nyuklia na kuacha kuitishia Marekani na washirika wake. Ikiwa Iran haitotambua kuwa imeshindwa kijeshi, Rais Trump atahakikisha inapigwa zaidi kuliko hapo awali, alisema.